الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Leo ni tarehe 22 ya mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 8 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 Miladia. Tunaendelea na sharhu sifati salati nabii sallallahu alayhi wasallam min at-takbir ila at-taslim كأنك تراها. قال الشيخ الألباني رحمه الله: القراءة في سنة الفجر، kusoma kwa Mtume صلى الله عليه وسلم katika sunna ya alfajr. Kabla salati subhi kuna sunna ya rakaa mbili. Qala rahimahullah: wa amma qira'atuhu fi rak'atay sunnati alfajri fakanat khafifatan jidda, ama kusoma kwake Mtume SAW sallam katika rakaa mbili za sunna ya alfajri ilikuwa ni khafifa sana. Ilikuwa akisoma qiraa chepesi sana katika sunnati alfajr, hatta inna Aisha radhiyallahu anha kanat taqulu hal qaraa fiha bi ummi alkitab, mpaka mama Aisha radhiallahu anha alikuwa akisema, je, amesoma suratul Fatiha Mtume SAW sallam, jinsi ilivyokuwa qiraa chake ni kifupi sana katika sunna hii ya alfajri. Wa kana ahyanan yaqra'u ba'da al-Fatiha fi al-ula minhuma al-aya qulu amanna billahi wama unzila ilayna ila akhiri hadhihi al-aya. Alikuwa mara nyingine akisoma baada ya Fatiha rakaa ya kwanza katika rakaa mbili hizo aya hii, qulu amanna billahi wama unzila ilaina, mpaka mwisho wa aya hii, aya ya 136 ya suratu Ali Imran. Ali Imran. Wa fil ukhra, na katika rakaa nyingine ili ya pili anasoma qul ya ahla alkitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a, mpaka mwisho wa aya hii anaisoma baada ya Fatiha. Rakaa ya kwanza baada ya Fatiha ni aya hii ya 136 ya Ali Imran. Rakaa ya pili baada ya Fatiha anasoma aya hii ya 64 ya hiyo Ali Imran baada ya Fatiha. Wa rubbama qaraa badalaha falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Pia mara nyingine husoma aya hii ya 52 falamma ahassa Isa minhumul kufra mpaka mwisho wa aya hii. Wa ahyanan yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun fil ula wa qul huwallahu ahad fil ukhra. Mara nyingine Mtume anasoma baada ya Fatiha rakaa ya kwanza baada ya Fatiha anasoma qul ya ayyuhal kafirun mpaka mwisho wake, na baada ya Fatiha rakaa ya pili anasoma qul huwallahu ahad mpaka mwisho wake. Wa kana yaqulu ni'ma suratani huma, Mtume alikuwa akisema bora ya sura mbili ni hizi, suratul kafirun na suratul ikhlas. Ni'ma suratani huma, bora ya sura mbili ni sura hizi. Wasami'a rajulan yaqra'u as-surata al-ula fi ar-rak'ati al-ula, Mtume alimsikia mtu mmoja akisoma sura ya mwanzo katika rakaa ili ya kwanza, sura ile suratul kafirun katika rakaa ya kwanza. Faqala hadha abdun amana bi rabbih, huu ni mtu aliyemwamini Mola wake, akimsifu mtu anayesoma suratul kafirun rakaa ya kwanza baada ya Fatiha ya rakaa mbili hizi za sunnati alfajri. Thumma qaraa surata thaniya fi alayati alukhra,
kisha akasoma ile sura ya pili, suratul Ikhlas, katika rakaa nyingine. Faqala hadha abdun arafa rabbahu, huyu ni mtu ambaye amemjua Mola wake. Kwa sura hizi mbili ni sura adhimatani, ni'ma suratani huma, bora ya sura mbili ni hizi mbili, suratul Kafirun na suratul Ikhlas, ambazo Mtume alikuwa akizisoma katika rakaa mbili hizi za sunnati al-fajr. Tayib, hiyo ni sunnata rak'atay al-fajr. Sasa ni salatu dhuhur. Sheikh Bazamul hakuweka sharhi yote katika mlango huu. Qala Sheikh Al-Albani rahimahullah, salatu dhuhur wa kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi fatihati al-kitab wa suratayn. Katika salatu dhuhur alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma katika rakaa mbili za mwanzo za salatu dhuhur, akisoma suratul Fatiha na sura mbili. Wa yutawilu fil ula ma la yutawilu fi thaniya, Mtume alikuwa akirefusha rakaa ya mwanzo asivyorefusha katika rakaa ya pili. Wa yutawilu fil ula ma la yutawilu fi thaniya, anarefusha katika rakaa ya mwanzo asivyorefusha katika rakaa ya pili. Wa kana ahyanan yutiluha, na alikuwa mara nyingine akirefusha, hatta annahu kanat salatu dhuhri tuqamu fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi' fayaqdi hajatahu thumma ya'ti manzilahu thumma yatawadha'u thumma ya'ti wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi ar-rak'ati al-ula mimma yutawwiluha. Alikuwa Mtume sallam mara nyingine akirefusha salatu dhuhur mpaka anakuwa katika salatu dhuhuri inakimiwa, fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi, anayekwenda baqi, makaburi yale ya masahaba, fayaqdi hajatahu, anakidhi haja zake huko, thumma yati manzilahu, kisha anarudi nyumbani kwake, thumma yatawadha, sala dhuhuri inaendelea, kisha anarudi nyumbani kwake, anatawadha, kisha anatawadha, thumma yati wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rak'ati al-ula, kisha anarudi na hali Mtume wa Allah sallam yuko katika rakaa ya kwanza, mimma yutawiluha, jinsi alivyokuwa akirefusha salatu dhuhur mara nyingine. Kule zamani wakati wa Mtume wa sallam, msikiti wake na Baqi ni mbali, msikiti wake na hiyo Baqi, makbaratu sahaba, ilikuwa ni mbali. Lakini sasa hivi msikiti ule umepanuliwa mpaka imekuwa Baqi sasa ni karibu sana na msikiti huu wa Mtume wa sallam jinsi ulivyopanuliwa, lakini mwanzo ulikuwa ni mbali. Nakumbuka wakati wetu tunasoma, bado hii tausia haijatokea ya kupanuliwa msikiti kiasi hiki. Baqi ilikuwa kipande kidogo, ilikuwa bado ni kipande kidogo, lakini sasa hivi Baqi ni pale pale, kwa sababu msikiti umepanuliwa sana. Kwa Baqi ni karibu na msikiti wa Mtume wa sallam kwa sasa. Kwa ndio maana hapa Sheikh anaelezea jinsi ilivyokuwa ni kipande kidogo kutoka katika msikiti wake kwenda hapo Baqi. Qala wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nasu ar-rak'ata al-ula. Masahaba walikuwa wakidhania kwamba Mtume anakusudia kwa hilo la kuirefusha salatu dhuhur, akikusudia watu waidiriki rakaa ya kwanza. Ndio maana akiwa akirefusha sana salatu dhuhur, hususan rakaa ya kwanza. Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nasu ar-rak'ata al-ula. Wa kana yaqra'u fi kulli min ar-rak'atayn qadra 30 aya, na Mtume alikuwa akisoma katika kila moja katika rakaa mbili za dhuhur kiasi cha aya 30. Kila moja katika rakaa mbili hizo za mwanzo za dhuhur
alikuwa akisoma kiasi cha aya 30, qadra qiraati alif lam mim tanzil as-sajda, rakaa ya kwanza na rakaa ya pili hivyo hivyo, kiasi cha aya hizo 30, rakaa mbili za mwanzo za salatu dhuhur, jinsi alivyokuwa akizirefusha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fiha al-Fatiha, na katika pia aya hizo kuna suratul Fatiha mbali, anasoma suratul Fatiha alafu anasoma aya 30 baada yake, takriban kama hii suratu sajda. Wa ahyanan, mara nyingine, kana yaqra'u bi was-samai wat-tariq, mara nyingine Mtume alikuwa akisoma was-samai wat-tariq, was-samai dhati al-buruj, wal-layli idha yaghsha wa nahwaha min as-suwar, na mfano wa hizo katika sura. Kwa mara nyingine akirefusha salatu dhuhur, mara nyingine akiifupisha na kusoma hizi qisaru suwar. Wa rubbama qara idha as-samaa'u inshaqqat wa nahwaha, na pengine husoma idha as-samaa'u inshaqqat na mfano wa sura hiyo. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhri wal 'asri biiltirabi lihiyatihi, walikuwa masahaba wakijua kusoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika salatu dhuhur na al-asri kwa kutingishika ndevu zake. Ndevu zake zinatingishika, wanajua kwamba Mtume anaendelea kusoma, hakuwa akinyamaza peke yake. Wakanu ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhri wal-'asri biiltirabi lihiyatihi, walikuwa masahaba wakijua kusoma kwa Mtume sallam katika salatu dhuhur na al-asri kwa kutingishika ndevu zake. Yaqulu الشيخ بازمول حفظه الله تعالى قال هذا في الباب الآتي، تعليقه ni mlango huu unaofuatia, qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ayatin ba'da al-Fatiha fil akhiratayn. Kwa salatu dhuhur tumemaliza jinsi alivyokuwa akisoma Mtume sallam. Mara nyingine anairefusha salatu dhuhur, hususan rakaa mbili za mwanzo, na kusoma kila rakaa baada ya Fatiha takriban aya 30, lakini mara nyingine anafupisha na kusoma was-samai wat-tariq, was-samai dhati al-buruj, wal-layli idha yaghsha, idha as-samaa'u inshaqqat. Qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ayatin ba'da al-Fatiha fil akhiratayn, kusoma kwake Mtume sallam aya kadhaa baada ya Fatiha katika rakaa mbili za mwisho. Qala Sheikh Al-Albani rahimahullah, wa kana yaj'alu ar-rak'atayn al-akhiratayn aqsara min al-ulayayn qadra an-nisfi, qadra 15 aya. Alikuwa Mtume sallam akijalia rakaa mbili za mwisho, akizijalia ni fupi kuliko zile za mwanzo kiasi cha nusu. Katika salatu dhuhur na al-asri kana yaj'alu ar-rak'atayn al-akhiratayn aqsara min al-ulayayn qadra an-nisfi, alikuwa Mtume sallam akijalia rakaa mbili za mwisho ni fupi zaidi kuliko zile za mwanzo kiasi cha nusu, qadra 15 aya, kiasi cha aya 15. Je, za mwanzo alikuwa akisoma aya 30 katika kila rakaa baada ya Fatiha. Hizi rakaa mbili za mwisho baada ya Fatiha alikuwa akisoma aya 15. Wa rubbama iqtasara fiha ala al-Fatiha, na pengine hufupisha tu katika rakaa hizo juu ya suratul Fatiha peke yake bila kuongeza aya nyingine. Ina maana mara nyingine alikuwa akiongezea pia aya baada ya Fatiha katika rakaa mbili za mwisho, mara nyingine akisoma Fatiha peke yake. Qala wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan, alikuwa akiwasikilizisha masahaba aya mara nyingine anainua sauti na masahaba wanasikia aya inayosomwa katika salatu dhuhur na al-asr. Wa kanu yasma'una minhu an-naghma bisabbih isma rabbikal a'la,
walikuwa masahaba wakisikia sauti ya mtume akisoma sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah, pia walikuwa wakisikia sauti ya sura hizo katika salatu dhuhr na al-asri. Wa kana ahyanan yaqra'u biwas-samai dhatil buruj wa biwas-samai wat-tariq, alikuwa mara nyingine pia akisoma katika salatu dhuhr was-samai dhatil buruj na pia was-samai wat-tariq wa nahwahuma min as-suwar, na mfano wa hizo katika sura. Wa ahyanan yaqra'u biwal-layli idha yaghsha wa nahwihi, mara nyingine anasoma wal-layli idha yaghsha na mfano wa sura hiyo. Hiyo ni salatu dhuhr. Allaka Sheikh Bazamul anasema allaka al-musannifu rahimahullahu fi kitabihi sifati salati nabii sallallahu alayhi wasallam ala hadha al-mawdhi biqawlihi wa fi al-hadithi dalilun ala anna az-ziyadata ala al-fatiha fi ar-rak'atayn al-akhiratayn sunnah. Hapa aliposema kwamba Mtume sallam mara nyingine anasoma, masahaba wanasikia sauti ya kusoma kwake baada ya Fatiha katika rakaa mbili za mwisho za salatu dhuhr, masahaba wanasikia sauti ya kusoma kwa Mtume sallam. Allaka al-musannif wa Sheikh Al-Albani rahimahullah katika kitabu chake sifati salati nabii sallam amefanya taaliki ya mahali hapa kwa kusema wa fil hadithi dalilun ala anna ziyadata ala al-fatihati fi rak'atayn al-akhiratayn sunnah, kuzidisha kusoma zaidi ya Fatiha katika rakaa mbili za mwisho pia ni sunna. Wa alayhi jam'un min as-sahaba, na wako katika hili kundi la masahaba, minhum Abu Bakr as-Siddiq, katika wao ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, anasema hivi kwamba pia ni sunna kuongezea sura nyingine baada ya Fatiha katika rakaa mbili za mwisho za salatu dhuhr. Wa huwa qawlu lilimami Shafi'i, pia hii ndiyo kauli ya Imamu Shafi'i, sawaun dhalika fi dhuhri au ghairiha, sawa hilo la kuongezea sura nyingine rakaa mbili za mwisho katika salatu dhuhr au sala nyingine al-asri au maghrib rakaa ya tatu. Wa akhadha bihi min ulamaina al-mutaakhirin, yani min al-Hanafiyya Abu al-Hasanat al-Laknawi fi at-ta'liq al-mumajjad ala Muwatta Muhammad safha 102. وقال وأغرب بعض أصحابنا حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في الأخيرتين. Wamefanya maajabu baadhi ya wafuasi wetu wakati wanalazimisha kusujudu kwa kusahau kwa kusoma sura nyingine katika rakaa mbili za mwisho. Au wamefanya jambo la ajabu kwamba mtu akiongeza sura nyingine baada ya Fatiha rakaa mbili za mwisho za dhuhr, wao wanamwambia asujudu sujudu sahwi. La, ni sunna mara nyingine kama imamu hajarukuu, ni sunna kuongezea sura nyingine baada ya Fatiha rakaa mbili za mwisho za dhuhr, hakuna sujudu sahwi. Waqad raddahu shurrahu al-Maniyya Ibrahim al-Halabi wa Ibn Amir al-Hajj wa ghayruhuma bi ahsani raddin, wamewafanyia raddi hao wanaosema kwamba mtu akizijia sura nyingine katika rakaa mbili za mwisho baada ya Fatiha anatakiwa asujudu sujudu sahi. Wakawafanyia raddi hawa Ibrahim al-Halabi wa Ibn Amir al-Hajj na wengineo kwa raddi nzuri sana. Wamewarudi hawa kwamba hapana, jambo hilo ni sunna, pia Mtume alifanya hivyo la kuongezea sura nyingine katika rakaa mbili za mwisho baada ya Fatiha. Unaelewa wala shakka, qala Sheikh Bazamul, wala shakka fi anna man qala bidhalika lam yablughu alhadithu, hapana shaka kwamba aliyesema hivyo kwamba mtu anayeongeza sura baada ya Fatiha katika rakaa mbili za mwisho za dhuhr asujudu sujudu sahwi, hapana shaka kwamba huyo haijamfikia hadithi hii
ya Mtume sallam kwamba alikuwa mara nyingine akiongezea sura nyingine baada ya Fatiha rakaa mbili za mwisho za dhuhur. Walau balaghahu lam yatafawah bihi, lau ingemfikia hadithi hii asingesema hivi kwamba anayeongeza sura nyingine asujudu sujudu sahwi. Kwa hapana shaka kwamba huyo haijamfikia hadithi hii ya kwamba Mtume sallam alikuwa akiongezea sura nyingine baada ya Fatiha katika rakaa mbili za salatu dhuhur. Tumefahamu masala haya? Tayib. Salatu al-asri. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fil ulayaini bi fatihati al-kitabi wa surataini. Katika salatu al-asri alikuwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisoma katika rakaa mbili za mwanzo akisoma suratul Fatiha na sura mbili nyingine. Wa yutawilu fil ula ma la yutawilu fi thaniya, na anarefusha rakaa ya mwanzo asivyorefusha katika rakaa ya pili ya sala hiyo ya al-asri, kama vile katika dhuhur. Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nasu raka, walikuwa masahaba wakidhania kwamba kurefusha huko Mtume sallam rakaa ya mwanzo anakusudia watu waidiriki rakaa ile ya kwanza. Wa kana yaqra'u fi kulli minhuma qadra 15 aya, alikuwa Mtume akisoma katika kila moja katika rakaa mbili hizo za dhuhur kiasi cha aya 15 baada ya Fatiha, qadra nisfi ma yaqra'u fi kulli min ar-rak'atayn al-ulayayn fi dhuhur. Hii ni kiasi cha nusu ya anavyosoma katika kila moja katika rakaa mbili za mwanzo za dhuhur. Tumesoma alikuwa akisoma aya 30 katika kila rakaa baada ya Fatiha, akisoma aya 30 katika rakaa mbili za mwanzo za dhuhur. Salatul asri alikuwa akisoma nusu yake baada ya Fatiha, aya 15 za sura nyingine alikuwa akisoma. Wa kana yaj'alu ar-rak'atayn al-akhiratayn aqsara min ulayayn qadra nisfihima, alikuwa akijalia rakaa mbili za mwisho ni fupi zaidi kuliko rakaa mbili za mwanzo kiasi cha nusu yao. Wa kana yaqra'u fihima bi fatihati al-kitab, alikuwa akisoma katika hizo rakaa mbili za mwisho suratul Fatiha. Wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan, alikuwa akiwasikilizisha aya mara nyingine akiinua sauti, masahaba wanasikia aya. Kwa hiyo pia ni sunna, hii pia ni sunna katika salawatu sirriya, imamu kuinua sauti katika baadhi ya aya za suratul Fatiha. Kadhalika sura nyingine, mara nyingine aya akiinua sauti masahaba wanasikia. Wa yaqra'u bisuwari alladhi dhakarnaha fi salati dhuhr, anasoma Mtume zile sura tulizozitaja katika salatu dhuhr, pia alikuwa akizisoma katika salatu al-asri. Sabbih isma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghashiya, was-samai dhatil buruj, was-samai wat-tariq, wal-layli idha yaghsha, pia alikuwa akisoma sura hizo hizo katika salatu al-asri. Salatu al-maghrib. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fiha ahyanan biqisari al-mufassal, alikuwa Mtume sallam akisoma katika salatu al-maghrib mara nyingine sura fupi, mara nyingine alikuwa akisoma sura fupi. Hatta innahum kanu idha sallau ma'ahu wa sallama bihim insarafa ahaduhum wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi, mpaka inakuwa masahaba wakisali pamoja na Mtume salatu al-maghrib wasallama bihim, akishatoa salamu, insarafa ahaduhum, huondoka mmoja wao, wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi, na huku akiona mahali inapoanguka silaha yake. Kama atarusha silaha, basi anaona mahali ilipoanguka, kuonesha kwamba giza halijaingia. Salatul maghrib jinsi ilivyokuwa, mara nyingine
akiifupisha sala hii bado mwangaza upo wa jua halijazama, ile mwangaza haujapotea wa maghrib, jua lile. Mara nyingine waqaraa fi safarin biwatini wazaitun fi rak'ati thaniya, Mtume alisoma safarini baada ya Fatiha watini wazaitun katika rakaa ya pili. Wa kana ahyanan yaqra'u bitiwali almufassali wa awsatihi, alikuwa Mtume mara nyingine akisoma katika salatul maghrib zile sura ndefu na zile sura za kati na kati, sio ndefu sana wala si fupi sana. Fakana taratan yaqra'u billadhina kafaru wasaddu an sabilillah, alikuwa mara nyingine Mtume akisoma suratu Muhammad yote, alikuwa akisoma hii suratu Muhammad, alladhina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla amalahum, alikuwa akisoma sura nzima baada ya Fatiha salatul maghrib. Hapa aliposema katika salatul maghrib kwamba anaifanya fupi, qala maana hadha anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kana yubadiru ila as-salati fi awwali waqtiha wa yantahi minha fi waqtin qasirin. Maana hii ni kwamba Mtume alikuwa akifanya haraka kusali mwanzo wakati wa sala na anamaliza sala fi waqtin qasirin, katika wakati mfupi, liannahu lam yakun yutilu alqira'ata fiha, sababu hakuwa akirefusha kusoma katika sala hiyo ya maghrib mara nyingine, lakini mara nyingine akirefusha na kusoma suratu Muhammad wa taratan wat-tur, mara nyingine asoma suratu Tur baada ya Fatiha salatul maghrib, wa taratan biwal mursalat, mara nyingine asoma suratul mursalat, qaraa biha fi akhiri salatin sallaha sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alisoma suratul mursalat baada ya Fatiha katika mwisho wa sala aliyoisali Mtume sallam pale katika msikiti wake, alisoma baada ya Fatiha suratul mursalat katika salatul maghrib. Wa kana ahyanan yaqra'u bitulayaini al-a'raf fi rak'ataini, alikuwa mara nyingine akisoma sura mbili ndefu, moja ya sura mbili ndefu. Wa kana ahyanan yaqra'u bitulayaini al-a'raf, alikuwa mara nyingine akisoma sura moja katika sura ndefu, alikuwa akisoma suratul a'raf fi rak'ataini, katika rakaa mbili zote za maghrib zile za mwanzo, akisoma nusu ya sura rakaa ya kwanza baada ya Fatiha, alafu akimalizia sura hiyo rakaa ya pili baada ya Fatiha. Suratul A'raf ina aya ngapi hiyo? 200 na zaidi takriban, ina aya 200 na zaidi. Hakadha salatul maghrib. Alqira'atu fi sunnati almaghrib, kusoma katika sunna ya maghrib rakaa mbili zile za qabla al-maghrib. Wa amma sunnatul al-ba'diyya, si qabla, ba'diyya zile ratiba. Wa amma sunnatul maghrib al-ba'diyya fakana yaqra'u fiha qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Amma sunna ya maghrib ile ba'diyya ambayo ni ratiba katika rawatib, Mtume alikuwa akisoma katika sunna hiyo baada ya Fatiha qul ya ayyuhal kafirun, na rakaa ya pili baada ya Fatiha qul huwallahu ahad. Hii ni sunna ya ratiba baada salati al-maghrib, alikuwa akisoma sura hizo mbili baada ya Fatiha. Ni'ma suratani huma. Salatul isha, kana sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min wasati al-mufassal. Salatul isha alikuwa Mtume sallam alikuwa akisoma katika rakaa mbili za mwanzo wasati al-mufassal, zile sura za kati na kati, sio ndefu sana wala si fupi. Wa kana taratan yaqra'u biwashamsi wa duhaha wa ashbahiha min as-suwar, alikuwa mara nyingine akisoma washamsi wa duhaha na mifano ya sura hizo katika sura nyingine. Wa taratan bi idha as-samaa'u shaqqat wa kana yasjudu biha,
Mara nyingine alikuwa akisoma idha samau nshaqqat, na alikuwa akisujudu katika sura hii sijdatu tilawa. Wa qaraa maratan fi safarin biwattini wazaitun fi rak'ati alula, alikuwa alisoma mara fulani safarini baada ya Fatiha watini wazaitun katika rakaa ya kwanza. Wanaha an italati alqiraati fiha, Mtume amekataza kurefusha kusoma katika salatu al-isha. Wanaha an italati alqiraati fiha, Mtume amekataza kurefusha kusoma imamu katika rakaa katika salatu al-isha. Wadhalika, na hilo la kukataza, hina salla Muadh ibn Jabal li ashabihi al-isha fatawala alayhim, hilo la kukataza ni wakati Muadh ibn Jabal alipowasalisha wenzake salatu al-isha, akawarefushia qiraa katika sala hiyo, ikawa ni sala ndefu isha. Fansarafa rajul min al-ansar fasalla, akaondoka katika sala hiyo ya jamaa mtu mmoja katika ansar, akasali peke yake na akatoka. Fa ukhbira Muadhun anhu, akaelezewa Muadh kwamba kuna mtu ametoka katika salatu aljamaa akasali peke yake na kwenda zake. Faqala innahu munafiq, Muadh akajibu huyo ni mnafiki huyo. Walamma balagha dhalika arrajula, ilipomfikia kauli hiyo mtu huyo, alipoambiwa kwamba Muadh amesema kwamba wewe ni mnafik, dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qala Muadh, huyu mtu akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwelezea maneno aliyoyasema Muadh. Faqala lahu an-nabiy sallam, Mtume sallam akamuita Muadh, faqala aturidu an takuna fattanan ya Muadh, je, unataka kuwa ni fattan ewe Muadh? Idha amamta an-nasa faqra bi wash-shamsi wa duhaha wasabbih isma rabbikal a'la waqra bismi rabbika wal-layli idha yaghsha. Ukiwasalisha watu, ukiwa ni imamu wa watu katika salatu al-isha, soma wash-shamsi wa duhaha, sabbih isma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, pia soma wal-layli idha yaghsha. Fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wadh-dha'ifu wa dhul haja, kwani husali nyuma yako mtu mzima, mtu dhaifu na mwenye haja. Kuna watu wana haja zao, wanasali ili wende katika haja zao. Usirefushe salatu al-isha, fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wadh-dha'ifu wa dhul haja, kwani husali nyuma yako al-kabiru, mtu mzima, na mtu dhaifu na mwenye haja. Kwa sunna katika salatu al-isha ni kusaliwa fupi, isirefushe salatu al-isha, kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii salatu al-layl ni ndefu hii salatu al-layl ni ndefu, hatuwezi kuimaliza kwa dakika 5 zilizobaki. Kwa hii tutaiachia insha Allah, kesho tutakuja soma hii salatu al-layl ambapo ni ndefu. Tutajaribu kesho kuimaliza na kuanza kusoma sharhi ya hii salatu al-layl. Idhan naktafi bihadha al-qadr, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.